Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena mzuri tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana kile kinachoendelea huko Mashariki ya Kati. Ni matumaini yangu ya kwamba mpo salama kabisa. Jana Marekani walitoa vitisho vingi sana kwamba watafanya mashambulizi makubwa mno Iran, mashambulizi ambayo hayajawahi kutokea tangu vita kuanza, wakati Marekani akizidi kuendelea na vita vya mdomo bila maneno. Tumeshuhudia usiku wa kuamkia leo alfajiri Iran wakifanya mashambulizi mazito mno na kuitandika Tel Aviv, lakini pia wakishambulia ngome za Marekani huko Mashariki ya Kati. IRGC nasema wimbi hili la 37 la ahadi ya kweli ya 4 ni zito zaidi tangu kuanza kwa vita. Yaani wanajeshi wa Iran wao wenyewe wanakili ya kwamba wimbi hili la 37 la ahadi ya kweli ya 4 ni zito zaidi tangu kuanza kwa vita. Tunafahamu kwamba kwa sasa Iran wameanza kutumia silaha nzito zaidi. Katika taarifa iliyotolewa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran, IRGC kimetangaza kwamba wimbi la 37 la Operation Ahadi ya Kweli sehemu ya 4 lilikuwa ni kali na zito zaidi tangu kuanza kwa vita, likilenga ngome za Israel na Marekani kote katika eneo hilo kwa vichwa vizito vya vita. Kulingana na IRGC, operation hiyo ilijumuisha matumizi ya kombora zito la Khorramshahl 4 katika shambulio la kurusha risasi nyingi dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Marekani na Israel. Taarifa hiyo ilisema wimbi hilo lililenga kituo cha mawasiliano cha satellite cha Haera kusini mwa Tel Aviv kwa mara ya pili tangu kuanza kwa vita dhidi ya Iran, pamoja na maeneo ya kijeshi huko Al-Quds pamoja na Haifa. IRGC iliongeza kuwa wimbi hilo pia lilishambulia maeneo kadhaa ya Marekani huko Erbil katika eneo la Kurdistan nchini Iraki, pamoja na vituo vilivyounganishwa na makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani kilichoko Manama, Bahrain. Vikosi vya Iran vilisisitiza kwamba operation zitaendelea kwa nguvu zaidi, vikitangaza kwamba katika vita vinavyoendelea vitafuatilia ushindi kamili. Kwingineko, Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia ilisema ulinzi wake wa anga ulizuia makombora ya ballistic na ndege zisizokuwa na rubani wakati wa mashambulizi. Kando na hayo, asali ziliripotiwa huko Erbil, huko kukiwa na wimbi kubwa la mashambulizi dhidi ya maeneo yenye uhusiano na Marekani katika eneo hilo. Katika Palestina iliyokaliwa katikati kwa mabavu, vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kwamba shambulio la moja kwa moja kwenye kambi ya kijeshi karibu na Tel Aviv, huku video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha milipuko kadhaa ikielekea mijini. Katikati ya wimbi la 37 ambalo linaripotiwa kudumu kwa saa 3 mfululizo, yani Iran walikuwa wanashambulia kwa muda wa masaa 3 mfululizo, ni kombora juu ya kombora. The Washington Post ikinukuu tathmini ya ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, sehemu za ubalozi wa Marekani huko Riyadh ambazo zilishambuliwa na ndege isiyo na rubani zilielezewa kuwa haziwezi kurekebishwa. Wakati huo huo, Reuters iliripoti kwamba kampuni ya picha za satellite ya Planet Labs ilipanua vikwazo vya upatikanaji wa picha zake baada ya picha kusambaa mtandaoni zikionyesha uharibifu wa kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Maendeleo hayo yanakuja huku Iran ikiendelea na kampeni yake ya mashambulizi ya kulipiza kisasi kufuatia uchokozi wa Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, huku Teheran ikiashiria kwamba shughuli zitaendelea hadi malengo yake ya kimkakati yatakapotimizwa. Kwingineko, Marekani ilisema iliondoa zaidi ya meli 12, huku vyombo vya habari vya magharibi vikiripoti meli 16 za Iran zilishambuliwa. Meli hizo zilikuwa zikirusha mabomu. Jumanne na Jamhuri ya Kiislamu iliapa kuzuia usafirishaji wa mafuta katika eneo hilo, ikisema haitaruhusu hata lita moja kusafirishwa kwa maadui zake. Pentagon ilisema Jumanne kwamba takriban wanajeshi 140 wa Marekani wamejeruhiwa katika vita hivyo, na idadi kubwa ya majeraha yalikuwa madogo, huku wanajeshi 108 wakiwa tayari wamerejea kazini. Wanajeshi 8 wa Marekani walipata majeraha mabaya sana na 7 wameuawa tangu kuanza kwa vita. Mengi nitazidi kukuhabarisha hapa. Kubwa, endelea kutufuatilia hapa kwa taarifa zaidi.
Kinachoshangaza ulimwengu ni uwezo wa Iran kujibu mashambulizi, na hiki ambacho wamekifanya leo katika wimbi hili la mashambulizi ya 37 ambapo wamefanya mashambulizi kwa muda wa masaa 3 mfululizo. Tukia maoni yako na tukutane tena wakati mwingine. Bye.